Mshairi anasema Allah akikupa mwanamke mwenye tabia njema, akhlaqi njema na ni mzuri, mwenye kugawa riziki amekuchagua wewe. Mtume anasema tunkahul mar'atu li arba'in, mwanamke huolewa kwa mambo mangapi? Manne. Hadithi hii vijana wengi wanaitafsiri vibaya, wanadhani ya kuwa Mtume anasema nyinyi vijana oweni wanawake kwa sifa 4. Mtume hajasema tuwaoe wanawake kwa sifa 4. Mtume hajasema mwanamke lazima awe na sifa 4, hakusema hivyo, bali Mtume alikuwa anatupasha habari mara nyingi wanawake wanaolewa kwa sifa 4. Sifa ya kwanza limaliha, kwa ajili ya mali yake. Sifa ya pili lijamaliha, kwa ajili ya uzuri wake. Sifa ya tatu walihasabiha, kwa ajili ya ukoo wake. Sifa ya 4 walidiniha, na kwa ajili ya dini yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akakokoteza dini akasema fadhfar bidhati dini taribat yadaka, shikamana, tafuta mwanamke mwenye dini, mikono yako itabarikiwa. Wasia wangu kwenu, mchumba wako unayemtarajia hakikisha angalau awe na sifa 2, uzuri na dini. Bora awe hata maskini, pesa zitakuja, lakini akiwa na ule ubovu wako na dini mashallah alhamdulillah. Lakini akiwa mzuri tu, dini tia maji shekhe, mtasumbuana. Umetafuta mama asiyefaa kwa ajili ya watoto wako. Na vijana wengi hapa ndo wanapofeli, anababaika na figa, anababaika na nini na uzuri, hana dini mwanamke. Mwanamke mwenye dini anataka yeye kuamsha